Mwanaharakati maarufu wa Kenya Boniface Mwangi ameachiwa huru na kurudishwa kwao baada ya kushikiliwa kwa siku kadhaa na vyombo vya ulinzi vya usalama vya Tanzania. Mwangi alisindikizwa kutoka Tanzania hadi Ukunda nchini Kenya na kuachiwa akiwa salama salmini. Serikali ya Kenya na familia yake wamethibitisha kurejea kwake. Mwanaharakati huyu mwenye historia ya kuhamasisha machafuko nchini Kenya aliingia nchini Tanzania mapema wiki hii kwa madai ya kuja kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu iliyosikilizwa Mei 19 mwaka huu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Hata hivyo, taarifa za kiintelijensia zinaonyesha lengo halisi la mwanaharakati huyo kuja nchini lilikuwa ni kuchochea vurugu kwa mgongo wa kesi ya Lissu kwa maslahi yake binafsi na ya wanaomtuma, kama ambavyo amekuwa akifanya nchini Kenya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alikemea vikali wanaharakati wanaoingia nchini kwa lengo la kuanzisha chokochoko, akivitaka vyombo vya ulinzi na usalama kulisimamia jambo hilo ili kudhibiti watu hao. Etonesmo Sangalali na hii ni Global TV. Mimi naitwa Amina. Ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujihudumia bima ya safari muda wote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe, naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu. Upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo. Na uzuri zaidi, hata ubalozi unapoenda kuomba visa wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp, urahisi wa maisha.